Mawakili wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo Jumanne Machi 24, 2026 watakuwa na kibarua kingine kuishawishi mahakama wakati wa usikilizaji wa mashauri manne yanayotokana na kesi ya madai ya mgawanyo wa rasilimali usio sawa kati ya Tanzania bara na Zanzibar inayokikabili chama hicho. Mashauri hayo ya mapitio yaliyopewa usajili wa maombi namba 1/2026, namba 2/2026, namba 3/2026 na 4/2026 yameitishwa na mahakama rufani yenyewe kwa utaratibu ujulikanao kwa lugha ya kisheria kama suo moto kufuatia barua ya malalamiko ya Chadema kwa jaji mkuu. Suo moto ni hatua inayochukuliwa na mahakama au jaji kwa mamlaka yake ya kisheria kuibua jambo au hoja au kuitisha shauri kwa utashi wake bila kuombwa na wadau ili kulinda haki na usawa, kurekebisha kasoro au makosa wazi katika mwenendo wa shauri au kushughulikia mambo muhimu ya kisheria. Kwa mujibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wametoa taarifa siku ya jana wakisema kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kina utaarifu umma kuwa Jumanne Machi 24, 2026 mjini Dodoma, mahakama rufani itaanza kusikiliza maombi ya chama ya kutaka yafanyike marejeo ya revision ya mwenendo wa kesi ya mgawanyo wa mali za chama iliyofunguliwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake. Chama kupitia mawakili wetu tulimwandikia barua jaji mkuu wa Tanzania tukiomba yafanyike marejeo baada ya kutoridhishwa na mwenendo wa kesi hiyo kama inavyoendeshwa na Jaji Mwanga kwenye mahakama kuu masjala ya Dar es Salaam. Ikumbukwe kuwa huko nyuma chama kilimtaka Jaji Mwanga ajiuzuru kuendesha kesi hiyo baada ya kutilia shaka uendeshaji wake, lakini alikataa. Jaji Mwanga amekuwa akitoa maamuzi mbalimbali ambayo chama tunayaona si ya haki na hayatokani na kesi iliyofunguliwa. Maamuzi ni kama vile kumfungia katibu mkuu kufanya siasa, kuzuia matumizi ya mali za chama ikiwemo ofisi, magari na kutoruhusu kutumika kwa fedha zilizo kwenye akaunti za benki za chama. Baada ya kumwandikia barua jaji mkuu, akaamua kuunda jopo la majaji watatu ambao wataanza kusikiliza shauri hilo kuanzia kesho, ambapo ni siku ya leo. Na kwa uzito wa kesi hii tunazialika taasisi za haki za binadamu, jumuiya ya kimataifa na wananchi kwa ujumla kufuatilia kwa karibu mwenendo wa shauri hili.